Baada ya Wema Sepetu kujifungua tu, bifu limeendelea kama kawaida, Zari pamoja na Wema Sepetu mazito zaidi. Mimi nataka nikusomee kiufupi kabisa moja ya story ambazo aliziandikaga ama mazito ambayo aliandikaga Wema Sepetu, akaja akaandika Zari, alafu na sasa hivi kinachoendelea baada ya Wema Sepetu kuweza kujifungua mtoto wake. Kwanza kabisa naomba nikukumbushe kuna story nyingi sana ambazo mimi nitakuwa nakusogezea hapa. Kwa hiyo point ya msingi, bonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video. Baada ya hapo like video, kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniachia maoni yako. Mimi naitwa Gabby Official, tuanze tu moja kwa moja. Sasa ugomvi wa Wema Sepetu pamoja na Zari the Boss Lady ni ugomvi wa muda mrefu sana. Tangu kipindi kile Wema anaachana na Diamond, alafu Zari akaja akachukua nafasi pale, ndio kipindi hicho ambapo ugomvi ulikuwa mzito zaidi. Sasa unajua nini? Mambo yalivyokuwa mazito, alianza Wema Sepetu kuja kujibu mapigo kwa Zari the Boss Lady. Sikiliza kwa makini kabisa alichokiandikaga Wema Sepetu, alafu alichokuja kukijibu Zari the Boss Lady, alafu na mgogoro mpya utakavyoendelea sasa hivi. Sasa Wema aliandika hivi, aliandika damn, she really got the energy. Mimi siwezi jamani mambo haya. Kaka kajua kumchanganya dada. Yaani kaka ni Diamond, alafu dada ni Zari. Anasema sasa kama kachanganyikiwa si yeye? Anasema mimi ningejua kuwa kuna siku nitakuja kummisi kaka nisingemwacha. Akumbuke hilo kwanza. Anasema ebu anitulie jamani kwanza mtoto wa watu. Alafu kingine, hivi mimi ni mwanamke pekee niliyowahi kuwa na kaka au? Maana wenzangu naona hawatajwi, ila ni Wema tu. Kuna kitu dada nakitafuta kwangu jamani. Sasa dada kama atasoma hapa ajue kwamba this is 2016. Anasema afanye mabadiliko basi, maana tokea 2014 ana mimi tu mpaka sasa. Na anasema baby hujachoka tu bado? Akauliza, akaweka alama za kuuliza. Anasema nimejibu kwa mara ya kwanza, maana naona umekuwa ukinitafuta muda mrefu mno. Mimi maneno kama hayo yako sijui fake nini sinaga. Anasema but just if you read this honey, please nitoe kwenye ramani yenu. I no longer live there. Alafu hapa akamalizia kusema kwamba and kuhusu kuwa fake, mimi nishajikubali na fake life yangu, ila ningeomba atuwekee DNA ya Baby T kwanza. Pumbavu. Baby T kama ambavyo unafahamu alikuwa ni Tifa, so alikuwa anazungumziwa hapo kwenye hicho ambacho Wema Sepetu alikiandika. Zari the Boss Lady akaja akajibu hivi, ati DNA for what? Let her start na DNA ya Swiss, then atupe ultrasound, kisha ampime mtoto wake, then she can ask for Tifas. Anasema hujawahi kuingia leba ati unaomba DNA. Wachana na mambo ya wazazi, endelea kugawa. That is the only thing you can manage. Mtoto wangu asikupe stress, don't beef with the baby, find your levels. Tifa level engine, alafu akaweka #babyboss. Hiyo ilikuwa ni majibizano ya ugomvi wa Wema wakati na Zari the Boss Lady wakati wanaanza. Sasa this time Wema Sepetu amejifungua, watu wana expect kwamba pigo litakuwa kubwa zaidi. Wema alete DNA ya mtoto wake kwa ajili ya kujibu kila ambacho alikuwa amemchokoza Zari huko nyuma, au Zari atanyamaza kimya. Nimeona kwenye mitandao ya kijamii hiki ambacho waligombanaga Wema Sepetu na Zari kimeanza kutrend upya. Watu wanasema kwamba huenda hii ngoma ikazidi kuendelea, na Zari naye akajibu mapigo kwamba anahitaji DNA ya mtoto wa Wema na Whozu ili wajue kwamba yeye kila ambacho alikuwa anamsema Zari na yeye kwa upande wake kikoje, au pengine mkuki kwa nguruwe kwa binadamu ni uchungu. Basi comment yako ni ipi kuhusiana na hili? Unadhani ugomvi utaendelea au ndio utaishia kwa mashabiki huku? Maana ngoma naona imerudishwa miaka 10 mbele, alafu ndio inakuja kuonekana sasa hivi. Tuambie kwenye sehemu ya comment. La muhimu zaidi usisahau kusubscribe hapa kwa ajili ya kupata updates kwenye video zijazo.